wa yukhrijul mayyita minal hayy, na anakitoa kilichokuwa maiti kwa hai. Kidogo tueleze, yani moja katika uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna vitu vimekufa lakini vinazaa kilichokuwa hai. Kuna vitu havina uhai lakini vina uwezo wa kutoa kilichokuwa. Hapa anazungumzia science ya material. Kuna material fulani imekufa lakini inatoa kilichokuwa. Mfano wewe na mimi na kila mwanadamu, sisi tuko hai au tuko hai? Hivi sasa tuko hai au tuko hai? Tumetolewa kutoka katika udongo uliokufa. Udongo una roho udongo una roho, udongo. Lakini ukitaka kujua Mwenyezi Mungu mkubwa ili muabudu, anakuambia kitu kikubwa kabisa. Wewe ulikuwa umekufa udongo tu, lakini ikaufanyia ninavyofanya, ukatoka wewe na ndevu zako, eti unapaka perfume. Wewe udongo tu. Sawa? Yukhrijul hayya minal mayyit. Yai na kuku, kipi kimekufa? Yai lilokufa linamtoa kifaranga aliyokuwa hai. Yukhrijul hayya minal mayyit. Mbegu iliyokufa ikaoza inatoa mmea mpya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Manii, sperms iliyokuwa haina maana yote imekufa, inamtoa mtu mzima na ndevu zake, eti kakaa kwenye kiti anasema tangu saa 10. Manii sote hapa, si ndio? Nini sisi, si ndio sisi wewe? Au wewe mwenzangu upo katika? Mwenyezi Mungu anatuambia hayo ili tuseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yukhrijul hayya minal mayyit. Si mnaelewa? Mkaswali swali kidogo. Kuna kisa changu kile. Kuna mtu mmoja alikuwa mutakabiri, ana kiburi kweli kweli. Siku moja atakutana na mtu mwenye kujua haya. Bwana yule kiburi alikuwa na kawaida na amejizoesha kila anayekutana naye amwamkie, amsujudie, mpaka kazoea hivyo. Ghafla siku moja akakutana na mtu asiyomjua, na siku zote algharibu ama wala ukana basura. Mgeni ni kipofu hata kama ana macho. Akapishana naye mzima, akashangaa, mimi watu hawezi kupishana na mimi, huyu mbona anapishana na mimi? Mzima anapishana. Akamwita, wewe njoo hapa. Akaja. Sasa ile kuitwa ile wewe njoo hapa, unajua hii voko inaonyesha kama subiri ina maana yake, subiri ina maana yake. Sawa? Kama mwaka jana nilisema hata hizi wewe ziko tofauti. Kuna wewe bwana, wewe bwana, na wewe moja hivi. Hakuna wewe, acha wewe ile na nyingine. Twende katika wewe tofauti wewe. Alafu kuna zile nazionaga kwenye mitandao za nini zile wewe. Nafikiri na mimi naishi na nyinyi huko. Kwa hiyo mnachokifanya na mimi nakiona na kisoma, naamua nikieleze hapa ili nipate kukufahamisha ndugu yangu, twende tupate safari moja sirata mustaqim. Abdallah ukakufa. Ni wewe hiyo. Zipo chungu mzima. Kuna wewe ya juu kabisa, kuna wewe ya katikati, kuna wewe ya pembeni, wingi. Tumeelewa? Sasa yule alivyomwita, "Wewe, njoo hapa." Akaona wewe njoo hapa, hii inatoka kwa mutakabbir, mtu mwenye naye akajipanga kupambana na mwenye kiburi yule. Kufika tu, wewe unjui mimi, anaendelea na kiburi chake. Yule bwana akamwambia nakujua, na
na kujua mimi nani. Akaambia wewe manii tu ya babako. Ulikuwa mwanzo na mwisho wa kiburi chake. Kisha akamwambia wa intafuqil anama fa anta minhu fa innal miska ba'du damil ghazal. Hata kama utawashinda watu, wewe ungali mtu, wewe bado ni mtu tu. Utawashinda kwa madaraka, utawashinda kwa fedha, ukiwashinda kwa elimu, ukiwashinda kwa uzuri, ukiwashinda kwa watoto na mali, ukiwashinda na kila kitu, hata wenyeji, fa anta minhum, wewe bado nani? Ni mtu. Hivyo ni vitu, dhalika fadlullah tutihi man yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Mungu anaumba atakacho, na huyu anampa hiki, anampa hiki. Usiletee mambo hizo. Akasema wa intafukil anama fa anta min, hata kama utawashinda watu, wewe bado ni mtu tu. Fa innal miska ba'du damil ghazal, kwa sababu ni miski pia perfume nzuri kabisa, bado asili yake ni damu ya paa. Kuna mnyama anaitwa paa, ile ndio inatoa miski. Tumsalie Mtume. Yukhrijul hayya min al-mayt, Mwenyezi Mungu anakitoa kilichokuwa hai kutokana na nini? Na kilichokufa. Wa yukhrijul mayyita min al-hayy, na anakitoa kilichokufa kwa kilichokuwa hai. Geuza yale kinyume chake. Yai linazaliwa na nani? Na kuku. Kuku kwa hai, yai nenda nazo utajua. Mwenyezi Mungu anakufundisha hayo ili usafiri kiakili, kimawazo, uangalie mambo. Mnanielewa jamani eh? Narudia tena, Mwenyezi Mungu anayasema haya yote ili tupate kumjua. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wal bu'd ala man, nafsi imeumbiwa kupenda kumtii yule anayefanyia wema na kumchukia yule anayozifanyia ubaya. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, tafsiri yake ndefu sana. Na Mwenyezi Mungu anaihui ardhi baada ya kifo chake. Hapa anamaanisha ardhi kame baadaye huwa inakuwa ardhi yenye rutuba, sawa. Lakini pia yuhyi al-ardha ba'da mautiha, ndio mimi na wewe tuliotokana na ardhi, sawa sawa. Wakadhalika tukhrajun. Hapa Mwenyezi Mungu sasa anaenda kwenye mawaidha moja kwa moja. Kama hayo mnayaona ni mambo ya ajabu basi Mungu kayaweza, na vile vile atakurudisheni duniani, atakurudisheni katika uhai. Yani usije ukakaa siku moja hivi, mimi nikifa nitakuwa hai. La. Yukhrijul hayya minal mayyit. Tumeelewana? Ndio wakadhalika, na ndio kama hivyo, tukhrajuna, mtatolewa katika ardhi hii baada ya kifo chenu mkiwa hai. Sababu Mwenyezi Mungu ameyafanya hayo makubwa zaidi, kukuhuie tena kwa mara pili ni kurudia, wala hana wasiwasi. Kisha inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu hana tabu yeye jambo lake akitaka jambo anasema kuni, linakuwa linafanya. Kama unaweza kusikia mbona inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun, mbona mtoto amekaa tumboni miezi 9 sijui ikawaje, muda umechukua, mbona kun fayakun? Singesema tu kun fayakun, walidi unakuwa. Ameumba mbingu na ardhi fi sitati, mbona siku 6? Hapana, yale ameyafanya kukuonyesha wewe kwamba mambo yanakwenda kwa strategy, mambo yanakwenda kwa mpango, hatua kwa hatua. Na wewe jipe katika kuendea mambo yako hatua kwa hatua. Hata kama umfanya biashara, usitake tu ukawa kama bwana mkubwa mzee Said Salum Bakresa. Mpaka kafikia pale alikwenda hatua kwa hatua. Hata kwa unataka kuwa na elimu, labda Mwenyezi Mungu akupe uwe kama wale kina Khidri, akupe ilmu min ladunhu, lakini elimu ni kidogo kidogo, usome kidogo mpaka unapata elimu nyingi. Sawa? Watoto mmoja mpaka wanakuwa wengi.
Ndio maana utakuta ameumba mbingu na ardhi, khalaqa sab'a samawati sijui fi sittati ayami. Sawa, sijui wewe mpaka umekuwa mwanadamu umepita process ndefu ile kukufundisha wewe uwe ni mtu wa kusubiri, kungojea wakati muwafaka kwa hilo, ilhali unahangaika kujitafutia. Mmenielewa? Leo watu hawayajui hayo yote. Tatizo ndio hili unaloona, mtu anafanya kazi leo, kaajiriwa leo, baada ya miezi 6 anatakiwa awe na nyumba, awe na magorofa, awe na mashamba. Kwa mshahara huo labda uwe mwizi au unakula rushwa. Tena unaambiwa kabisa, fulani bwana, vipi mwezio si mmeajiriwa pamoja miaka 3 tu, ana nyumba wilaya zote 5 za Dar es Salaam, wewe huna hata moja. Wewe vipi? Wewe mjinga. Na wewe unajiona mjinga kwa sababu hujaiba. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na haya. Tumeelewana? Basi tumesoma haya hizo 3 tu. Qur'ani na miujiza hiyo aya 3 tumesoma saa 1:30. Muhimu darasa yetu japokuwa ni ya tafsiri, lakini ndani yake pia ni darasa ya mawaidha. Mwenyezi Mungu aifanye Qur'ani rabia qulubina wa shifaa sudurina wa dhahaba ahzanina wa kafaratan li sayiatina wa nawwir Allahumma bihi basairana absarana, na ifanye ni hujjatun lana la hujjatan alaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana batil lana fi dinina bil qadri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa illa atqiya lana yahza bil khairi wa nufa kulla shar rabbana aslih lana kulla shurur wa akirna min ridha minka waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir sur'anta karam satar wa salatu Allahi ta'shal mustafa man ida'ala wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami shurafa wa 'ala sahbil masabih murar alima sirli wa afa mustajib